Twende Rides ni huduma ambayo inatoa huduma za kimtandao. Kwa sasa tumeanza katika usafirishaji taxi mtandao, lakini Twende Rides tunakuja na platform ambayo itakuwa ni super app, ambayo huduma nyingi za kidijitali zitapatikana hapo. Kwa mtu ambaye atakuwa na mahitaji, hawezi kufika mahali, kuna mahitaji ya consultation, yatakuja kupatikana katika Twende Rides. Kuna mtu anahitaji kupata huduma nyingine za kitaalamu lakini yuko mbali, atazipata kupitia kwenye platform yetu ambayo tunakamilisha kuimalizia katika hizi huduma zinazokuja. Lakini kwa sasa huduma yetu ya kwanza na tayari imekwisha anza, tumepata leseni. Ina muda gani sasa? Toka tumeizindua rasmi leo hii ni wiki ya 3, lakini imekuwa ni wiki ya 3 yenye mafanikio makubwa sana kwetu. Tumeona kiwango kikubwa sana cha madereva wakijisajili, lakini pia hata watumiaji wamekuwa ni wengi sana katika kutumia huduma yetu. Hiki ndio kikubwa ambacho kimetusukuma sisi kuja na platform hii ya Kitanzania, kwa sababu regulation hizi zimetengenezwa katika mazingira ya Tanzania. Sheria na kanuni hizi zimetengenezwa na Watanzania. Sheria na kanuni hizi zimetengenezwa kwa ajili ya mahitaji ya Watanzania. Wasimamizi wakuu wa mifumo hii ya usafirishaji ni Mamlaka ya Usafirishaji wa Ardhini, kwa maana ya LATRA, ndio watoa leseni wakuu. Sheria ziko wazi, ni sheria ambazo zinahitaji mfumo wa usafirishaji uweze kuwasiliana na mfumo wa LATRA, lakini kwa kufuata kanuni na taratibu na miongozo ambayo LATRA wanaitoa katika kutoa huduma hizi. Kwa hiyo watoa huduma wengi, na hili ni swali la msingi sana, wamekuwa wakija, lakini baada ya muda mfupi wanashindwa kuendelea kutoa huduma. Wakati mwingine ni mahitaji ya kikanuni, kushindwa kuyamudu, lakini pia ni uwezo wa kuweza kushindana na watoa huduma ambao wamekuwepo. Kwetu sisi hii ni fursa na ambayo tunaichukua kama njia ya kuweza kushindana na kuweza kuwahudumia Watanzania, kwa sababu kwetu cha kwanza ni kutii na kuheshimu kanuni zilizowekwa na mamlaka, nidhamu ya gharama za kuwahudumia watu wote ambao wanataka kutumia mfumo huu. Lakini ya pili ni kuliendea soko hatua kwa hatua. Tuna hatua ambazo tumejiwekea sisi kama Twende Rides tuweze kuingia katika soko, na ndio maana tumejenga super app ambayo ina huduma nyingi ndani yake. Lakini hatua ya kwanza tunasema tuanze na hizi taxi mtandao. Tunakwenda kwa awamu hii, hatutaki kukua kwa haraka sana, tunataka tukue kwa kupata maoni, mawazo ya Watanzania, kipi zaidi wangetaka kukiboresha, kwa sababu tumejenga mfumo ambao umekuja kuwahudumia Watanzania, na hatutaki kukua kuliko uwezo wetu. Tunaamini tuna uwezo mkubwa sana wa kutoa huduma hizi kwa Watanzania, lakini kikubwa ni huduma zilizo bora. Tunaanza katika onboarding process ya madereva, lakini kwetu hawa sio tu ni madereva, ni partners na ndio watoa huduma wetu wakuu. Lakini pia onboarding ya abiria tunataka iwe seamless, iwe rahisi na ambayo haimpi usumbufu abiria wetu anapotaka kutumia platform yetu, lakini iendane na mahitaji ya hawa watumiaji wa huduma zetu. Lakini la pili, tunajenga utamaduni wa analytics kwa kutumia data tunazozipata katika huduma tunazozitoa. Itatusaidia kujua tabia za watumiaji wetu, itatusaidia kujua tabia za watoa huduma wetu, na maeneo gani hasa ndani ya nchi yetu yamekuwa na mahitaji ya huduma kwa wakati gani. Kama mnavyotambua, kuna wakati tunapata changamoto ya foleni Dar es Salaam na mikoa mingine, na sisi tutatumia hizo kuweza kuwasaidia watoa huduma wetu wajue barabara zipi waweze kupita, maeneo gani kuna mahitaji makubwa kwa muda gani, wao wafaidike kwa kuongeza kipato, lakini abiria wanaotaka kutumia huduma zetu na wao waweze kupata huduma. Tatu ni kama nilivyotangulia kusema, upande wa kanuni kwa maana ya regulations. Sisi ni compliance first. Hatutaki kujificha katika
kufanya huduma bila ya kufuatisha kanuni zinataka nini. Tutahakikisha kwamba huduma zetu zinaenda kwa mujibu wa kanuni zinavyohitaji na mamlaka inayotusimamia inataka kitu gani. Na kwa kutumia analytics hizi tutakwenda kufanya more analysis kwa kutumia unit of economics. Kilomita ngapi mtu amekwenda, ametumia kiasi gani. Tutajenga uwezo wa mapato ambao yatakuwa yanaendana na gharama za uendeshaji wa huduma zetu. Watoa huduma katika mifumo hii kwa kiwango kikubwa ama wote ni watu ambao tunawaita ni madereva. Tuna madereva wa bodaboda, tuna madereva wa bajaji na tuna madereva wa gari kwa maana ya taksi tulizozizoea. Kwetu hawa sio tu ni madereva. Hatuwezi kuona kama ni madereva akishafanya kazi yake ama tumtumie kufanya kazi yetu. Hapana. Kwetu hawa ni partners. Hiyo ndio tofauti ya kwanza. Hawa kwetu ni watoa huduma na ndani timu nzima tumekubaliana kwamba hakuna kuwatambua hawa kama madereva. Tunataka sisi tuwatambue kama wadau ama wabia wetu katika huduma zetu hizo za usafirishaji. Na hii ndio falsafa ya uendeshaji katika huduma yetu hii ya Twende Rides. Tunataka tujenge ushirikiano wa muda mrefu unaojali heshima ya kazi, uwajibikaji na mazingira ambayo yanawezesha kipato kuwa endelevu. Hatutaki partner wetu awe na sisi kwa muda mfupi. Tunataka kipato chake kiwe cha uhakika anapofanya kazi na sisi. Partner wetu akielewa mfumo na akajisikia kuthaminiwa, maana yake huduma yetu itakuwa bora na itakuwa huduma nzuri na itavutia wateja wengi kwa maana ya abiria na wasafirishaji wa vifurushi waweze kuitumia huduma yetu. Lakini pili ni kwa upande wa mtumiaji. Tunasema wazi kabisa kwamba hatutaki mtumiaji experience yake iishie pale mtoa huduma wetu anapokamilisha safari, kwa maana anapo end ile ride. Tunataka anaposhuka ndani ya gari, anaposhuka ndani ya bajaji ama anaposhuka kutoka kwenye pikipiki aendelee kufaidika na kutumia huduma zetu. Kama Twende Rides tayari tumekwisha andaa huduma ambazo anaanza kuzitumia mtumiaji wa mfumo wetu anapomaliza safari yake. Lengo ni kumfanya aweze kupata experience itakayo mfanya yeye mfano hizo huduma ni kama zipo. Zipo, tuna huduma nyingi ambazo ni embedded kwa sababu ziko katika implementation stage, na unatambua ni huduma ambayo ina competitors au ni exclusive. Ina competitors kwa sokoni. Ni huduma ambayo ni exclusive kama ulivyosema, lakini tayari tumekwisha sign mikataba na partners wa kutoa hizi huduma kwenye platform yetu, lakini ni huduma ambazo kwa kiwango kile ambacho anakilipa kwenye safari yake hataongezewa hata shilingi moja. Atapata huduma za ziada ambazo zitamlinda yeye na shughuli zake ambazo anakwenda kuzifanya, badala tu ya kushuka usafiri ambao atakuwa ameuita kutoka kwenye Twende, kwa sababu tunataka tutoe experience nje ya usafirishaji. Usafiri, huduma atakayoipata kwa mtoa huduma wetu iwe ni experience ya kwanza, lakini experience ya pili ni pale ambapo anamaliza safari. Kwa hiyo tunataka feel na aendelee kutamani kuitumia Twende Rides anapomaliza safari na kuendelea na safari nyingine ndani ya Twende Rides. Lakini ya tatu ni tunaleta thamani. Kama nilivyosema, thamani hiyo inatokana na hiyo experience. Tutakuwa tuna embed hizo huduma. Kuembed ni kuweka huduma ndani ya huduma bila ya gharama ya ziada. Kuna huduma za kifedha ambazo tunataka sisi tuwe sehemu ya ajenda kubwa ya nchi yetu, hasa kupitia taasisi ama mamlaka zinazosimamia uendeshaji wa huduma za kifedha nchini, kwenye kuongeza financial inclusion ama tunaita financial penetration, kwamba Watanzania wengi wawe sehemu ya financial
activities, financial practices katika uchumi. Hili tunaamini litakwenda kukuza uchumi wa Tanzania, lakini litakwenda pia kukuza uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja, na hizi embedded services zitakuwa kwa gharama ile ile. Hatutaongeza hata shilingi 10 mtu aweze kufaidika na hizi embedded services. Kwa kifupi, sisi tunasema ni local first and experience first. Huduma zetu tayari zimekwisha anza na tumewasha application yetu rasmi tarehe 21 ya mwezi wa 4 2025, na tayari zimeanza kupatikana mtaani. Dashboard yetu inaonyesha kwamba madereva wapo, abiria wapo, na huduma zinatolewa kwa uzuri, kwa heshima na kwa ufasaha mzuri zaidi. Lakini kwa nini mtu atoke alipo na sisi tutamwambia toka, njoo twende? Kwa sababu twende kwanza kwetu ni suala la urahisi wa upatikanaji wa huduma. Kwetu twende ni uaminifu. Twende ni thamani ambayo tunakupa wewe kama partner wetu, ni thamani ambayo tunakupa wewe kama mteja wetu. Tunajenga na tunaendelea kuboresha mfumo wetu ambao utapima ubora wa kila siku, lakini pia kwa sababu ni mfumo ambao tunaujenga wenyewe hapa Tanzania, ni mfumo kwa ajili ya Watanzania, tuna uwezo wa kurekebisha haraka. Pili ni upatikanaji ambao tokea tumezindua mtandao wetu, na miongoni mwa feedback ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa watoa huduma wetu ni kwamba hawajawahi kuona mfumo kama wa kwetu ambao hauna hata mwezi mmoja sokoni, lakini wameanza kupokea maombi kutoka kwa wanaohitaji huduma, ama kwa lugha za kimtaani wameanza kuona request zikija. Hawajawahi kuona kwa experience ya wao watoa huduma, na hiki ndio ambacho tumekileta cha utofauti, kwamba Watanzania wamekiona cha kwao na wamekithamini cha kwao, na ndio maana tunasema huduma zimeendelea kuimarika na supply yetu imeendelea kukua sokoni. Dar ndio entry region yetu kwa sababu Dar ni kubwa. Dar mahitaji bado ni kubwa, mahitaji bado ni makubwa, na Watanzania walio wengi huduma zao za kiuchumi zinafanyika Dar, lakini ni platform ya Tanzania nzima. Tumeanza tu Dar kwa kuanzia, lakini tayari plan imekwisha kamilika ya kuscale katika mikoa mingine. Tuna ratiba ambayo tutaitoa pia, tunakwenda makao makuu ya nchi Dodoma. Tuna mipango tayari imekwisha anza katika jiji la Arusha. Tayari tumeanza kuandaa mazingira Mwanza, lakini Tanzania ni pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tayari maandalizi yamekwisha anza kuweza kuwafikia wahitaji wetu wote. Pia katika visiwa vya Unguja na Pemba kwa maana ya Zanzibar, tunafuatilia na kuendelea kukamilisha mahitaji ya Zanzibar na sheria za Zanzibar kama zinavyotaka, ili na sisi tuweze kwenda kuwahudumia Watanzania ambao wako visiwani Zanzibar. Kwa katika miaka 3 mpaka 5 ijayo, cha kwanza mimi naona ni kuendelea kurasimishwa kwa huduma hizi kwa kuboresha sheria, kanuni. Changamoto imekuwa watoa huduma wengine wakilalamika udogo wa bei, lakini ndio uhalisia wa safari ambazo zimekuwa zikifanyika, lakini na mahitaji ya aina ya vipato vya Watanzania. Lakini la pili, tunakwenda kwenye mifumo ambayo itatumia zaidi data katika kufanya maamuzi, katika kufanya tathmini, na uwepo wa la kwanza, urasimishaji, utumiaji mzuri wa data unakwenda kuleta ubora ulio zaidi, na ubora huu ambao uko zaidi ni tumeona kama sisi Twende Rights tumekuja na kitu ambacho kinaelewa mahitaji ya Watanzania. Tukishaelewa mahitaji ya Watanzania, kwa sababu tunajenga kwa Watanzania, ubora utakuwa mzuri na mkubwa zaidi. Utii wa kanuni, sheria na taratibu
utafanya huduma hizi ziwe za kuaminika, utafanya huduma hizi ziwe zenye kuheshimika, lakini kutakuja pia taratibu ambazo zitawalinda watoa huduma wetu. Malalamiko ambayo tumekuwa tukiyapata kwa watoa huduma wetu ni kwamba hakuna mtu anawalinda. Akiripotiwa amefanya kosa, bila ya kupewa nafasi ya kusikilizwa, anaadhibiwa. Kwetu hilo halipo. Kwetu tutamsikiliza kwa sababu yeye ni mtoa huduma wetu na ni partner wetu. Tutataka kuelewa nini kimetokea, na kwa sababu tuna data, sheria na kanuni zimesharasimisha, zitatupelekea kuwa na huduma zilizo bora zaidi.